Naam, hii ni Shelter ya mwaka 2026. Bonge moja la movie humu ndani ya Mekti Jason Statham aliyekuwa anaishi peke yake katika moja kati ya mjengo ambao ulikuwa pembezoni kabisa mwa bahari. Na katika eneo hili hapa kuna watu baadhi ambao walikuwa wanamletea vitu mbalimbali katika eneo hili. Mmoja wao alikuwa anaitwa binti anaitwa Jesse na anko wake alikuwa anaambatana naye mara kwa mara. Jesse alikuwa anamletea mwamba vitu vyake mara kwa mara katika eneo la nyumba yake, lakini mwisho wa siku mwamba anaitwa Jason Statham alikuwa mkorofi sana na mwisho wa siku akupenda kabisa kuweza kuongea na mtu aina yoyote. Jesse baada ya kuweza kugundua lile jambo alikuwa anamlaumu sana Jason kwa kuweza kuwa ni mkaidi mara kwa mara. Jason alikuwa bado mkorofi na kuweza kumjibu vyema binti huyu. Basi binti pamoja na anko wake walirudi katika eneo la bahari. Hapo dhoruba iliweza kuwapata. Anko pamoja na binti yake waliweza kuzama ndani ya maji. Basi kipindi hicho Jason Statham aliweza kuingia ndani ya maji na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kumuokoa binti huyu na kumpeleka katika nyumba yake. Kibaya zaidi ni kwamba baada ya binti huyu kuweza kuokolewa, baada ya kuweza kuamka, alimuuliza anko wake yuko wapi. Jason akamjibu na kusema kwamba anko wako tayari ameshaweza kufa. Boti iliweza kunasa katika eneo la maji na mwisho wa siku alikuwa tayari ameshaweza kufa. Basi baada ya muda kuweza kupita, alikuja kugundua kwamba mguu wa binti huyu ulikuwa umeweza kuvimba sana baada ya kuweza kupata majeraha, yani majeraha ambayo aliweza kuyapata ndani ya ajali ile pale. Sasa Jason akafanya juu chini kuweza kufanya apate chakula kwanza, aweze kumpa kitu chochote kile ambacho alikuwa anakihitaji. Binti huyu alikuwa anamuogopa sana Jason Statham, lakini baada ya Jason kuweza kutoka nje, basi binti huyu aliweza kuzunguka katika chumba kile na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kupata silaha ambacho ni kisu. Kisu hichi aliweza kukificha na mwisho wa siku Jason katika kipindi cha usiku binti huyu alikuwa anapata ndoto za hapa na pale. Alipokwenda kumtuliza, binti aliweza kuinua kisu kile hapo akataka kuweza kumtishia kuweza kumuua. Jason alikuwepo hana uoga wa aina yoyote, bali aliweza kumwambia kwamba anapaswa aweze kushikilia kisu vyema sana, kwani ni moja kati ya binti ambaye ni wa muhimu sana kuweza kujilinda. Sasa muda ulizidi kwenda na maisha yalizidi kusonga mbele. Jason pamoja na binti huyu aliendelea kuishi, lakini mguu wa binti huyu ulizidi kuvimba kila wakati. Basi Jason Statham ilibidi sasa kutafuta safari yake ya kipekee, akaenda mpaka katika eneo la mji, ambako huko katika eneo la mji alifika katika duka moja ambalo duka hili lilikuwa linauza madawa. Basi alichukua antibiotic hizi zilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kumsaidia binti yule. Kipindi ambacho anatoka katika duka lile, kwa bahati mbaya alipita mbele ya kamera za wanadada ambao wanadada hao walikuwa wanajirekodi video zao za TikTok, na video hili ilienda direct katika moja kati ya kampuni ya M16. Hii ni Secret Service waliokuwa wanajihusisha na kuweza kuwatafuta wahalifu mbalimbali ambao wahalifu hao walikuwa wameweza kutenda mambo ambayo ni makubwa katika ulimwengu huu. Basi taarifa zile zilimfikia binti mmoja ambaye binti huyu anaitwa Rose, ndiye director wa kikosi hichi. Hapo aliweza kutoa amri kwamba timu yote iliyokuwa karibu na eneo lile pale, basi wanapaswa waweze kwenda kumtafuta mtu huyo. Wakatuma timu moja inaitwa Team Alpha. Maskini ya Mungu, Jason alifika mpaka katika eneo la nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, alikuwa ameweza kumnunulia hata zawadi mbalimbali binti huyu. Binti alikuwa na furaha kinoma noma. Mara ghafla kipindi ambacho giza lilivyokuwa basi lilianza kuingia taratibu. Hapo Jason akagundua kwamba kuna hali ambayo si shwari. Jesse aliweza basi kuachwa akiwa ndani, akiwa na mbwa anaitwa Jack. Sasa mbwa anaitwa Jack ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kumlinda. Sasa Jason alianza basi kuweza kutegua mitego yake hapa na pale. Askari wa kwanza alianza kushangaa kwamba kuna mawe baadhi alikuwa yanatoka kutoka juu, na hapo mwamba akaweza basi kuwasha mwanga mkali ambao mwanga ule za basi kuwafanya waweze kuzima zile miwani zao ambazo miwanizi huaga wanazitumia usiku wa manane. Akaweza kutumia mitego mbalimbali kuhakikisha kwamba hao askari wanapungua mmoja baada ya mwingine. Akaanza kuwatembezea kichapo mmoja baada ya mwingine. Ila kuna siri nzito ambayo Jason ameweza kuificha, hajamwambia mtu yote kuhusiana na maisha yake ya zamani. Hii inamaanisha kwamba hata binti huyu ambaye alikuwa ameweza kuokolewa katika eneo hili hapa ajui nini ambacho kinazidi kuendelea. Akahakikisha kwamba binti huyu aondoki katika eneo lile pale. Kuna mmoja kati ya askari ambaye alifanikiwa kuweza kumteka binti huyu anaitwa Jesse na kuweza kufanikiwa kuweza kutoka naye mpaka katika eneo la nje. Hapo Jason aliweza kumchapa chuma, akafanikiwa kuweza kumuokoa binti huyu anaitwa Jesse. Na kisha wakafanikiwa kuweza kutoroka kutoka katika kisiwa kile pale. Hapo wakafika katika nyumba ambazo zilikuwa karibu na eneo lile la kisiwa. Wakaingia katika nyumba moja ambayo nyumba hiyo ilikuwa inahitaji basi waweze kupata matibabu kwa sababu Jason alikuwepo ana bleed, anatoka damu. Basi alipoingia katika nyumba hii, basi akafanya juu chini angalau basi waweze kupata matibabu. Waliwalazimisha basi waweze kuwapa matibabu kwa lazima, na hapo kijana mmoja mdogo ambaye alikuwa katika familia hii aliweza kuwapigia polisi simu, na polisi waliweza kufika katika eneo lile pale. Katika nyakati hizo ambazo polisi wameweza kufika katika eneo lile pale, kule M16 taarifa pia ilikuwa imeweza kufika. Wakamtuma bwana mmoja ambaye anaitwa James.
James alitumwa direct. Sasa kipindi ambacho polisi wamefika pale, hapo baba yake mzazi, kijana huyu mdogo, alipokuwa anatoa sura yake nje, aliweza kupigwa chuma. Aliyekuwa anatumia silaha hii nzito alikuwa si mwingine bali ni kijana kutoka M16. Huyu anaitwa James, ni mmoja kati ya askari ambao walikuwa ni askari bora sana. Askari huyu aliweza pia kuweza kusababisha mauaji makubwa sana. Hapo vurugu ziliweza kuanza. James aliweza kukimbiza moja kati ya gari ambapo gari hilo alikuwa ameweza kuichukua bwana mkubwa anaitwa Jason Statham na kuweza kukimbia naye kuelekea katika eneo basi ambalo la bahari. Jason alikimbia sana, lakini huyu mwamba anaitwa James naye pia kuweza kumwachia. Alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye ana hasira sana kwa sababu alikuwa ameweza kuahidiwa kuweza kulipwa pesa nyingi. Lakini nyakati hizo aliweza pia kuweza kutelekezwa na mwisho wa siku aliweza kuwaacha Jason pamoja na Jesse wakafanikiwa kuweza kutoroka. Huku katika mjengo wa M16 walikuja kugundua kwamba kuna siri nzito ambayo bwana huyu mkubwa anaitwa Sam alikuwa ameweza kuwaficha. Binti anaitwa Rose alikuwa ni binti ambaye ni mgeni katika kitengo hichi cha M16, akataka kugundua kwamba kuna taarifa gani ambayo ni ya siri inayomhusu bwana mkubwa anaitwa Jason Statham, kwa sababu kule katika mfumo wao akaja kugundua kwamba kuna siri nzito ambayo siri hii ilikuwa inamaanisha kwamba ile picha ya bwana mkubwa Jason Statham na picha ya yule mhalifu zilikuwa hazifanani hata kidogo. Kwa hiyo walikuwa kama vile wameweza kutumia details za picha ya Jason Statham ili kuweza kumkamata, na hizo taarifa zake kuhusiana na maisha yake yote zilikuwa zimeweza kufichwa. Basi huyu mwanadada ambaye anaitwa Rose alikuwa ni mgeni, kwa hiyo akataka basi aweze kugundua kwamba ni nini ambacho kilikuwa kimefichwa nyuma ya pazia la bwana huyu anaitwa Jason Statham, yani katika movie hiyo alikuwa anamuita Manson. Sasa Manson alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anafanya kazi na M16 kwa miaka ya nyuma kidogo, miaka 10 iliyokuwa imeweza kupita, na Manson alikuwa ni mmoja kati ya kijana bora sana. Alitumwa katika mission tofauti, alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Ila siku moja kipindi ambacho ametumwa kwa mtu mmoja aende kumuua, mtu huyo alikuwa hana hatia. Alipokuwa ameweza kukataa kuweza kumuua mtu yule, basi hawa M16 wakaanza kusema kwamba wewe ni msaliti na wewe pia. Hapo wakaanza kumtengenezea kesi tofauti za ajabu. Ndipo tuje kugundua kwamba hata kwa hivi sasa Sam ndiye anayewatuma watu wake waende kumuua na wala sio kikosi kizima cha M16. M16 wenyewe binafsi hawajui nini ambacho kinazidi kuendelea. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kuweza kugundua kwamba kuna siri gani katika maisha ya bwana huyu na kwa nini picha hizi mbili hazifanani. Hasa ndio ngoja basi kugundua waziwazi kwamba Jason aka Manson alikuwa hajafanya makosa ya aina yoyote. Hasa muda uko unazidi kwenda, bwana mkubwa anaitwa Jason pamoja na Jesse walikuwa wanazidi kuchanja mboga. Maisha yao yalikuwa ni maisha ambayo ni ya dhiki sana, kwa sababu walikuwa hawana mahali ambako ni pa kukaa. Kila sehemu wanapopita kamera zilikuwa zinawanasa. Hasa wakawa wanakwepa kamera fulani katika eneo fulani, na bahati mbaya kamera hizo pia ziliweza tena kuwanasa. Taarifa zake tena zikatumwa katika kompyuta ya bwana mkubwa anaitwa Sam. Sam alikuwa na delete lile faili na kisha M16 wenyewe hawapati zile taarifa kwa ujumla, kwani yeye ndo alikuwa na uwezo wa kuweza kumtuma moja kati ya askari wake anaitwa James aweze kufika katika eneo lile pale. James alikuwa anapewa tu taarifa kwamba yupo katika sehemu fulani, wewe fika pale nenda kammalize. Walikuwa wanataka kwenda kumuua direct, hawataki kuweza kumwacha akiwa hai, na walikuwa wanagundua kwamba mwamba huyu ni moja kati ya mwamba ambaye ana uwezo mkubwa sana. Basi akaenda direct kwa rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Dick, na kwa hivi sasa ni padri na alikuwa anafanya kazi katika kikosi hicho cha M16, ila alikuwepo kama IT katika kikosi hicho. Sasa katika siku ya leo anahitaji kuweza kupata msaada kutoka kwake. Baada ya hapo alifika mpaka nyumbani kwake kupitia gari la kwake Dick, na alipofika katika nyumba yake basi direct wanaona katika kompyuta, ambapo kompyuta hii ilikuwa inaonyesha direct kwamba kuna moja kati ya watu ambao walikuwa wameweza kusababisha kuweza kutumia picha yake na picha ya mtu fulani ambaye alikuwa ni mhalifu mkubwa sana, na wakaweza kuzimismatch na zile picha zikasababisha madhara makubwa mpaka kwa hivi sasa basi wanamtafuta kwa kasi. Hapo mwamba akamwomba tena msaada wake aweze basi kufanya juu chini angalau ile picha iweze kuonekana kwamba sio picha yake. Dick akasema kwamba haiwezekani, na kwa hivi sasa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kibaya zaidi ni kwamba Dick naye pia alikuwa na changamoto ya kiafya kwamba ana kansa, na kansa hii ilikuwa imeweza kumfanya kwamba aweze kubakiza muda mchache sana wa kuweza kuishi. Amebakiza Christmas moja tu. Basi Christmas hiyo itakapokuwa imeweza kuisha, basi naye pia anakuwa ameweza kufa. Katika eneo ambalo walikuwa wanaongea katika nyumba ya kwake Dick, anaanza kufika James pale. James ni mmoja kati ya askari ambao ni wakali sana. Alifika pale na kuanza kutembeza mkongoto hapa na pale. Walipigana sana na mwamba huyu anaitwa Jason Statham, lakini mwisho wa siku mwamba huyu anaitwa James alishindwa kuweza kufanikiwa kuweza kumuua Jason Statham kwa kipindi hichi, na hapo wakafanikiwa kuweza kukimbia na gari la kwake Dick. Walikimbia kuelekea mbali sana, na huku tena James akatuma tena taarifa kwamba bado hajafanikiwa kuweza kumuua Sam, ambaye ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa ameshaweza kuambia kwamba anapaswa aweze kutoka katika kikosi hichi cha M16, lakini bado alikuwa anatumia uwezo wake ule wa zamani kuweza kufanya mambo yake ambayo ni ya kijinga. Kwa hivi sasa alikuwa anatamani kuweza kumuua Jason. Sasa
Hapo walikuwa wamemwambia bado mwamba huyu kwamba afanye juu chini na aongeze timu nyingine tena kwenda kumfuatilia mahali ambako Johnson anapokwenda. Itambulike kwamba M16 walikuwa wameweza kushtakiwa kwa kesi moja, ambapo kesi hii ni kwamba walikuwa na uwezo kuingia katika simu za watu tofauti tofauti katika nchi yao na wakaweza kufanya mashambulizi tofauti tofauti, ambapo mashambulizi haya ni kama vile ya kuweza kuchukua data zao na kuweza kuchukua hata taarifa zao ambao wenyewe binafsi hawakutaka ziweze kuchukuliwa. Na hapo ndipo ambako bwana mkubwa ambaye anaitwa Sam anaweza kuambiwa kwamba na Prime Minister anapaswa aweze kujiuzulu. Bila kwa yeye kuweza kujiuzulu, basi itakuwa ni kitu kibaya sana. Turudi kwa Sam. Sam anaweza kumpeleka binti katika moja kati ya klabu, ambao klabu hii ndipo basi anapatikana mmoja kati ya tajiri, ambaye tajiri huyu anaitwa Chen. Katika eneo la nje ya mlango wa klabu yake, Sam aliamua kuweza kufanya mambo ambayo ni makusudi kabisa. Alifungua moja kati ya kofia yake na hapo taarifa zake tena zikaweza basi kumfikia bwana Sam. Kwa hiyo sehemu yote ile yenye kamera au M16 wana uwezo wa kuiaccess na wakaweza kupata taarifa zako. Hapo Mwamba akafanikiwa kuweza kuingia ndani ya klabu hii na akaenda kukutana na bwana mkubwa ambaye ni bonge moja la Don. Huyu Mwamba anaitwa Chen alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote katika nchi hii. Alikuwa na uwezo wa kutisha, alikuwa na bodyguard ambao wana hasira. Ni moja kati ya viatu ambavyo ni ngumu sana kuweza kuvivaa. Johnson akaenda kuomba msaada kwake, basi akaweza kumkabidhi aweze kupata uraia wa nchi nyingine. Akaweza kumpambania binti huyu na yeye pia aweze kupata uraia. Binti huyu akaweza basi pia kuweza kupewa passport, lakini pia akaambiwa kwamba anapaswa aweze kusafiri ndani ya nusu saa kuanzia sasa, kwa sababu watu wake tayari wameweza kujipanga katika eneo fulani, ambalo eneo hilo wanapaswa aweze kufika katika eneo hilo chapu. Walipokuwa basi wanajiandaa, kumbe nao hawa Secret Service M16 walikuwa tayari wameshaweza kufika katika eneo lile pale. Kipindi ambacho Mwamba anashangaa hawa Secret Service nao wenyewe pia walikuwa wameshaweza kufika pale na kuanza kutembeza chuma mmoja baada ya mwingine. Aliwapruni mmoja baada ya mwingine, lakini dakika za mwisho kabisa Mwamba baada ya kuweza kupigana kwa muda mrefu sana, binti huyu anayeitwa Jesse aliweza kupigwa taxi bega na kwenda kuweka katika moja kati ya gari, na gari hilo liweza kumweka katika eneo la buti. Walipigana sana, lakini binti alikuwa hana uwezo wa kufua dafu kwa miambao. Hapo Johnson naye pia akaanza kupigana na kila askari ambaye anakutana naye mbele yake. Hakuwa na huruma kwa hivi sasa, kwa sababu walikuwa wameshaweza kuona kwamba Jesse ameshaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo alikuwa anafanya juu chini aweze kumpata kwanza Jesse. Alifanikiwa kuweza kupigana sana, na mwisho wa siku Jesse aliweza kusikia chuma nje, na hapo ghafla aliweza kuona sura tena ya Johnson baada ya kuweza kumwokoa binti yake, akamwambia kwamba it's okay, it's over. Lakini dakika hizo akashangaa tena kuweza kumuona James ambaye bado walikuwa hawajagundua kwamba ameshaweza kufika katika eneo lile pale, na wenyewe pia wakafanya chap waweze kupata usafiri, wakafika katika eneo basi la bandari. Katika bandari hii ndipo basi binti anapojaribu kuweza kumwomba kwamba Johnson, jamani, naomba tuende wote, mimi sina ndugu mwingine tena, anko wangu alikuwa ni baba yangu na alikuwa mama yangu, naomba tuende wote. Johnson anamwambia kwamba unapaswa uweze kwenda, mimi nitakiwa niweze kuwamaliza watu wote ambao wanahusika katika swala hili na kuweza kunitafuta mimi kwanza, na ndipo basi nitaweza kuishi maisha ya amani. Binti kipindi ambacho anaongea sana pale, chuma iliweza kulia tena katika mgongo wa kwake Johnson, ndipo basi aliweza kumsukuma binti ndani ya boti ya watu wa kwake Kamala. Hapo miamba waliweza basi kuzichapa tena kwa mara nyingine tena. Mwamba anaitwa Johnson alipigana sana na mwamba huyu anaitwa James, ambaye kwa hivi sasa ndio mmoja kati ya mfanyakazi wa siri wa M16 ambaye alikuwa ameweza kuchukua nafasi ya kwake Johnson. Johnson alimuuliza kwanza, unajua kwanza unapigana kwa sababu gani? Mwamba anasema kwamba it doesn't matter, yani hana la salia mtume, anatakiwa afanye kazi moja tu kwa hivi sasa, amuue mwamba huyu. Mwamba alifanikiwa kuweza kumtembezea chuma na kuweza kufanikiwa kuweza kumuua. Basi baada ya hapo akaenda basi kwenda kumtafuta mwamba huyu anaitwa Sam. Sam anashangaa katika nyumba yake katika siku hiyo, anashangaa mabodyguard wake wote tayari wameshaweza kufa. Kumbe nyuma yake alikuwa mwamba tayari anaitwa Johnson. Johnson alikuwa na 2 kwenye 1, naye pia akafanikiwa pia kuweza kumtembezea chuma. Baada ya maongezi mengi sana, anamuita yeye ni msaliti. Bwana Sam anamuita Johnson kwamba ni msaliti. Bana, chuma iliweza kulia baada ya Johnson kuweza basi kuongea naye kwa muda mrefu sana. Binti aliweza kuhama mji na kwenda kuishi katika eneo basi linaloitwa Ronda huko Spain. Baada ya miezi 3 kuweza kupita, hapo basi ndio kugundua kwamba hawa M16 bado walikuwa wanazidi kumfuatilia binti huyu. Wakaja kugundua kwamba katika siku ambayo wanajaribu kuweza kumfuatilia binti huyu, hapo katika kamera ile iliweza pia kuweza kutikiswa. Kumbe aliyekuwa ameweza kuitikisa ile kamera akwepo si mtu mwingine, bali alikuwa ni Johnson Statham, bali bado anaishi na anajua mahali ambako binti anaishi. Bana, dondosha comment yako hapo chini niambie umeonaje kazi, lakini pia usiache kusubscribe, kulike na comment. Bye bye for now.